Naam, hujambo tena mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo tunatazama sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo, na kichwa chake kinasema uovu wa mwanadamu, neema ya Mungu na wito wa Nuhu. Na tutakuwa na maandiko makuu mawili ambayo pia yatatoka katika kitabu hiki cha Mwanzo. Na somo la kwanza linatoka katika sura ya 6 mstari wa 5 ambalo linasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Na tunapoangalia sura hiyo ya 6 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na tutaangalia malengo ambayo tunayo hapa, na malengo haya tunaona ya kwamba baada ya somo hili tutaweza kuelewa jinsi uovu ulivyoenea duniani. Tunapoangalia kifungu cha kwanza hadi cha 4, tutakuwa tunaangalia vifungu hivi vinazungumzia juu ya jinsi wanadamu walivyoongezeka. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Kwa hivyo tunaona kwamba jambo muhimu zaidi hapa si mjadala wa kina kuhusu wana wa Mungu, bali kuona kwamba wanadamu walikuwa wameanza kuasi mapenzi ya Mungu. Vile vile uovu ulizidi kuendelea na dunia ilianza kuharibika kiroho. Katika kifungu cha 5 tunaona tathmini ya Mungu juu ya mwanadamu. Biblia inasema kwamba Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Na mafundisho muhimu hapa ni kwamba Mungu haangalii matendo tu, anaangalia pia mawazo, nia na kusudi la moyo. Na hatua ya dhambi katika Mwanzo sura ya 3, dhambi iliingia. Katika Mwanzo 4, mauaji yalitokea. Katika Mwanzo 6, dunia nzima imejaa uovu. Na kwa hivyo dhambi huenea kama ugonjwa usipotibiwa. Katika kifungu cha 6 na 7 tunaona huzuni ya Mungu, ambapo Biblia inasema Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Na maana yake ni kwamba aya hii haimaanishi Mungu alifanya kosa. Inaonyesha uchungu wa Mungu kwa sababu ya dhambi. Vile vile inaonyesha jinsi Mungu anavyochukia uovu. Na somo la kiroho hapa ni kwamba dhambi si jambo dogo mbele za Mungu. Mungu ni mwenye upendo na vile vile pia ni mtakatifu. Na katika kifungu cha 8, Nuhu akapata neema. Biblia inasema kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na neno muhimu hapa ni neema. Neema ni fadhili za Mungu ambazo hatustahili. Na Nuhu hakuokolewa kwa sababu alikuwa mkamilifu. Aliokolewa kwa sababu Mungu alimuonea neema. Katika waraka wa Efeso sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Na tunapoangalia kifungu cha 9, tunaona tabia ya Nuhu. Biblia inasema Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake, na vile vile alikwenda pamoja na Mungu. Na sifa za Nuhu zilikuwa ni mtu wa haki, yani aliishi kwa imani. Vile vile alikwenda pamoja na Mungu, yani kama Henoko. Na vile vile alikuwa tofauti na ulimwengu, yani hakufuata uovu wa watu waliomzunguka. Na somo muhimu hapa ni kwamba mtu anaweza kuishi maisha matakatifu hata katika jamii iliyoharibika. Na tunapoangalia kifungu cha 11 hadi 13, tunaona dunia ikiharibika. Tunaona Biblia inasema nchi ikaharibika mbele za Mungu. Nchi ikajaa udhalimu. Dalili za jamii iliyoharibika ni ukatili, udhalimu, uasi dhidi ya Mungu na kukosa hofu ya Mungu. Je, hali hii inaonekana leo? Swali ni ndiyo, kwa sababu
tunaona uhalifu, tunaona ufisadi, tunaona uzinzi, tunaona chuki na vile vile tunaona vurugu. Yesu alisema hali kama hizi zitatokea. Kati 14 na 16 tunaona Mungu akiamuru safina ijengwe. Jifanyieni safina ya mti wa mvije. Safina ni nini? Safina ilikuwa chombo kikubwa ambacho kingewaokoa Nuhu, familia yake pamoja na wanyama kutokana na gharika iliyokuwa inakuja, pamoja na wanyama kutokana na gharika iliyokuwa inakuja. Na somo muhimu hapa ni kwamba kabla ya hukumu, Mungu alitoa onyo. Mungu alitoa njia ya wokovu. Kati ya kifungu cha 17 na 21 tunaona hukumu ya gharika. Mungu alisema, nitaleta gharika ya maji duniani. Kwa nini gharika? Kwa sababu uovu ulikuwa umeenea na vile vile wanadamu walikataa njia za Mungu. Mwanzo kifungu cha 22 tunaangalia utii wa Nuhu. Biblia inasema ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa sawa na yote aliyomwamuru Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya. Na somo kubwa hapa ni kwamba Nuhu hakubishana na Mungu. Na vile vile pia hakubadili maagizo ya Mungu. Alitii kikamilifu. Sasa tuangalie Kristo katika Mwanzo sura ya 6. Safina ni mfano wa Yesu Kristo. Kama vile safina iliokoa watu kutoka hukumu ya maji, ndivyo Kristo alivyookoa watu kutoka hukumu ya dhambi. Katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6, Biblia inasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kama kulivyokuwa na safina moja, wokovu pia unapatikana katika Kristo pekee. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba Mungu huona kila kitu. Yaani hakuna dhambi iliyojificha mbele zake. Vile vile Mungu huchukia dhambi. Hiyo inamaanisha uovu humhuzunisha Mungu. Pia tunaona Mungu hutoa neema. Tunaona kama alivyompa Nuhu. Na Mungu hutoa onyo kabla ya hukumu. Vile vile tunaona utii ni muhimu. Hiyo inamaanisha Nuhu alibarikiwa kwa sababu utii. Na sasa nataka tuangalie maswali ya majadiliano, ambapo swali la kwanza linasema, kwa nini Mungu aliamua kuihukumu dunia? Kwa nini Mungu aliamua kuihukumu dunia? Swali la pili, neema ya Mungu ni nini? Neema ya Mungu ni nini? Swali la tatu, tunawezaje kuwa kama Nuhu katika dunia ya leo? Tunawezaje kuwa kama Nuhu katika dunia ya leo? Na swali la 4, safina inamwakilisha Yesu Kristo? Safina inamwakilisha Yesu Kristo? Na aya ya kukariri inatoka katika kifungu cha 8 ambayo inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na tunapoelekea kuhitimisha au kufika ukingoni, tunaona kwamba Mwanzo sura ya 6 inatuonyesha kwamba mdhambi huleta hukumu, lakini neema ya Mungu hutoa njia ya wokovu. Na vile vile tunaona kwamba katika dunia iliyokuwa imejaa uovu, Nuhu alisimama akiwa mwaminifu kwa Mungu. Vivyo hivyo Mungu anatuita leo kuishi kwa utii na imani katikati ya dunia yenye changamoto nyingi. Na kwa hivyo katika somo lijalo, Mwanzo sura ya 7, tutaona jinsi gharika ilivyokuja na jinsi Mungu alivyomlinda Nuhu na familia yake ndani ya safina. Kwa hivyo tumeweza kujifunza mengi katika sura hii, sura ya 6, ambapo tumeona maovu yalivyojaa duniani na mtu mmoja ambaye alisimama katika haki na katika njia ya kumtii Mungu, ambaye alikuwa ni Noa au Nuhu. Na vile vile tukaona jinsi alivyookolewa kutokana na gharika. Na kwa hayo nakutakia kila heri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.